Sodakta, bila shaka mtazamaji, Ibrahim Karanja ambaye ni mwanahabari mwandamizi hapa kwenye shirika hili amerejea alipokuwa akifuatilia kwa karibu taarifa hiyo, na sasa tuungane naye hapa studioni. Ibrahim, ni taarifa ambayo umekuwa ukifuatilia kwa karibu wiki nzima na tunaona mengi yamejitokeza. Pengine kwa madhumuni ya mtazamaji wetu, hebu tuambie, je, hivi wamekaribia kuwapata wale ambao walimuua mbunge huyo? Kulingana na maafisa wa polisi wa kesho ni kwamba watu ambao wamekamatwa na ushahidi ambao umepatikana pamoja na bastola hizo, ni kwamba kesi hii ni kama upande wa polisi ni kesi ambayo tayari inakamilika, na kitakachosalia ni mahakama kuamua iwapo hawa waliokamatwa na kesi ama uzito ambao utawasilishwa na upande wa mashtaka ni uzito wa kuonesha ni hawa waliohusika katika mauaji ya Ong'ondo Were. Tumetaja katika taarifa yetu kwamba alipokamatwa jana Philip Aroko, tulitarajia kwamba angeletwa mahakamani leo hii, lakini cha hivi punde zaidi ni kwamba Philip Aroko hajapelekwa mahakamani, na shughuli za mahakama zinaendelea katika mahakama kule JKIA kwa sasa, ila upande wa mashtaka unasema kwamba Philip Aroko hawezi letwa leo hii, manake bado hawatakuwa wamekiuka ile amri ya kwamba mtu atakapokamatwa apelekwe mahakamani baada ya saa 24. Kulingana na polisi na pia upande wa mashtaka ni kwamba Aroko alisajiliwa katika kituo cha polisi cha Kasarani dakika 18 baada ya usiku, midnight, saa 6 usiku. Kwa hiyo hawajakiuka. Kwa hiyo tutatarajia iwapo hivyo ndivyo itakavyokwenda, basi Aroko atawasilishwa mahakamani kesho na wala sio leo. Ombi la mawakili wake kwamba Aroko lazima awasilishwe limetupiliwa mbali na jaji Irene Gishobi, lakini kuna watu 5 ambao wamewasilishwa leo hii mbele ya jaji huyu, na upande wa mashtaka vile vile ukitaka kuendelea kuwazuilia kama walivyoruhusiwa kuwazuilia wale wa kwanza 4. Kumbuka walipokamatwa 4 wa kwanza walipelekwa mahakamani, wakaomba kuwazuilia zaidi watakapokuwa wakiendeleza uchunguzi, na mahakama ikaruhusu kwamba wazuiliwe kwa siku 30. Kwa hiyo leo ni watu 5 ambao wamepelekwa. Tukipiga hizo hesabu ni kwamba 4 walipelekwa mwanzo, 5 wamepelekwa leo hii, aliyesalia ni Philip Aroko. Inafikia idadi ya maafisa wa polisi kwamba washukiwa waliokamatwa ni 10. Wawili kati hao pia ni dereva na mlinzi wa mbunge huyo Ong'ondo Were, ambao walitoa taarifa kinzani kwa wapelelezi, ikabidi basi pia wao wazuiliwe kama washukiwa. Kwa hiyo ni kesi ambayo kulingana na polisi ni kesi iliyokamilika. Mahakama tu ndio sasa itakapokuwa ikiamua, ila huenda pia tukashuhudia kukamatwa kwa watu zaidi. Pengine kwa sekunde 10 nitaje pia mwili wa Ong'ondo Were tayari umefika katika kaunti ya Homa Bay. Awali tuliona msafara uliochukua mwili huo kutoka eneo la Homa Bay kupitia Kendu Bay kuelekea Oyugis na hatimaye kumalizia katika makao yake huko Kachien, ambapo mazishi yatafanyika kesho. Asante sana Ibrahim Karanja. Hapa sisi ni kusubiri tu, lakini ulivyosema sana macho yetu yatakuwa naangaza pale mahakamani kuona iwapo haki itatendeka, manake punde tu wanapopoteza mpendo wao jinsi ilivyotokea, basi kile ambacho wanasubiri mtazamaji ni haki. Asante sana Ibrahim.